Maelezo kuhusu ufafanuzi juu ya sheria inayohusu bima ya magari. Hapa tutasikia sheria ya bima ya magari, aina ya bima ya magari, bima za mtiwa, bima isiyo na matabaka, ni kosa kwa gari kutokuwa na bima. Tutaelewa kundi la watu wasiohitaji bima ya magari, lakini vile vile tutachambua mambo muhimu katika bima ya magari, sera za bima. Tutaona pia ukomo wa sera za bima, tutaangalia dhamana, cheti cha bima, lakini vile vile tutachambua malipo ya bima kutokana na hukumu ya mahakama. Tutaangalia vinginevyo wajibu wa mmiliki wa gari, haki za mtiwa na wajibu wa mtoa bima, wakala wa bima. Vile vile tutaona sheria ya bima kwa wageni na tutaliangalia hitimisho pia. Tuanze kwa kuelewa sheria ya bima ya magari. Hii ni sheria inayotoa namna ya kupata na kulipwa bima kutokana na athari za mtiwa, third party risks, zinazotokana na matumizi ya gari. Kwa kifupi ni kwamba wakala wa bima na kwamba kampuni ya bima watahusika kulipa fidia kutokana na athari zitakazotokana wakati wa matumizi ya gari barabarani. Marahaba, vipi? Mbona kanga kiunoni? Nasikia kuna ajali pale sokoni imetokea. Hilo soko la hapo Chonde Chonde? Ndiyo. Toba. Hebu acha basi na mimi niende. Basi fanya haraka, nasikia gari baada ya kuanguka limewaka moto. Mame. Atakuwa amepona kweli hao? Sijui kama atakuwa watu wamepona kweli. Twende. Twende ndugu yangu. Sasa hicho kifurushi cha nini tena? Ni watoto mnajua nini? Nyie mnaposikia ajali kama hizo basi haraka kutoa vijisimu vyenu. Mwangalie chaji kama zimo, mpate kuchukua habari za pale, mpate kurushiana. Au mpeleke kwenye hao matangazo ya nani hii. Kwa waandishi wa habari mpate kuziuza hizo habari. Lakini wazee wa zamani kama sisi wenzenu ndio kwanza tunaenda na vifaa kama hivyo kwanza kutoa huduma za kwanza. Biki Dadi. Unajua inasaidia sana kusambaza picha za simu. Afu kitu kingine, biashara bibi mjini hapa. Kweli sikatai mjukuu wangu. Mngekuwa kwanza mnaanza kuwasaidia wahanga. Ukishamaliza sasa mshasaidia, mnaanza kuchukua hizo picha zenu na kupeleka huko mnakotaka kupeleka kwenye hizo biashara zenu. Ni aina zipi za bima ya magari? Kuna aina kuu mbili za bima ya magari. Kuna bima inaitwa bima za mtiwa. Hii ni bima ya lazima kwa wenye magari watumiao barabara kwa mujibu wa sheria ya bima za magari sura ya 169 ya sheria za Tanzania kama zilivyorudiwa mwaka 2002, ikisomeka pamoja na kanuni zake, yaani kanuni za bima za mwaka 2009. Bima hii huhusiana na ajali za barabarani zinazosababishwa na aidha mmiliki wa gari au dereva wa gari husika, na sheria hii imetoa wajibu kwa mmiliki wa gari au dereva kuhakikisha kuwa kabla ya kuendesha gari barabarani anakuwa na bima ambayo itamlinda yeye dhidi ya watumia barabara, third parties, watakaoumia na kupata madhara kwa ajali inayotokea barabarani kutokana na uzembe wa dereva. Sheria inalenga kumlinda mtumia barabara ambaye atafariki kutokana na ajali au kuumia kutokana na uzembe wa dereva na hivyo kusababisha ajali. Bima hii inatoa wajibu wa mmiliki wa gari au dereva kumfidia aliyeumia kwenye ajali. Hivyo basi mwathirika wa ajali anaweza kudai fidia mahakamani endapo itathibitika ajali iliyotokea ilitokana na uzembe wa dereva. Chini ya sheria hii, bima inawalinda watumia magari barabarani na haitoi fidia kwa gari litakalopata ajali. Kuna bima isiyo na matabaka, comprehensive cover insurance. Bima hii hujumuisha fidia kwa bima ya mtiwa, third party only, waendesha baiskeli na pikipiki, free riders, fidia kwa mali, fidia kwa gari na kadhalika. Gharama za kukata bima hii, premiums, ni